Ni kama Young Africans walikuwa nasubiri kupoteza mchezo ili waweze kupata sababu ya kuweza kumuondosha kikosini kocha wao mkuu Romain Folz. Hatimaye baada ya Young Africans kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya klabu ya Silver Strikers ya kule nchini Malawi, wameweza kutoa taarifa kwa umma rasmi kuthibitisha kwamba wamemfuta kazi kocha wao mkuu Romain Folz. Taarifa hii inasomeka hivi: uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umevunja mkataba wa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Romain Folz. Uongozi wa Young Africans Sports Club unamshukuru kocha Romain Folz kwa mchango wake ndani ya klabu yetu na unamtakia kila la heri katika majukumu yake yanayofuata. Katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi, huku mchakato wa kutafuta kocha mkuu ukiendelea. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young Africans Sports Club. Ni rasmi sasa, Romain Folz hayuko tena Young Africans. Umepokeaje taarifa hii? Imekufurahisha? Imekuhuzunisha? Unafikiri ulikuwa ni wakati sahihi kwa Young Africans kuachana na kocha wao mkuu? Naomba niambie hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12, baki na sisi kwa story mob zaidi za kimichezo. Erling Haaland anazidi kuthibitishia ulimwengu kwamba yeye alizaliwa kwa ajili ya kazi moja tu, kazi ya kufunga. He is a goal scorer machine. Mtambo wa mabao kweli kweli. Leo katika mchezo wa Manchester City dhidi ya Everton, mechi ambayo ilimalizika kwa ushindi wa magoli 2-0. Magoli yote mawili yamewekwa kambani na Erling Haaland. Goli la kwanza akiliweka kambani katika dakika 58 ya mchezo na goli la pili akiliweka kambani dakika ya 63 ya mchezo. Mpaka sasa msimu huu ameweza kucheza michezo 13 tu na ameweza kufunga magoli 23 akitoa assist za mabao 3. Oya, mjomba ana balaa sana. Manchester City wanakaa pale juu kileleni katika msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza wakiwa na alama 16 katika michezo 8 waliocheza mpaka sasa, huku Arsenal wakiwa nafasi ya pili na alama 16 katika michezo 7 ambao wamecheza mpaka sasa. Kama Arsenal watapoteza mchezo wao dhidi ya Fulham ambao unatarajiwa kuchezwa dakika chache zijazo kutoka sasa, basi Manchester City watabaki kileleni pale juu wakiwa na alama zao 16 wakisubiri mechi za hapo kesho. Wanasemaga mtu siye nyau bana. Ronald Araujo anaifaa FC Barcelona katika dakika za jioni kabisa. Anafanya maajabu, anafanya miujiza football, anaandika chuma cha pili kwa FC Barcelona. Ametokea benchi katika dakika 82 ya mchezo akija kuchukua nafasi ya Marc Casado na anakuja kuandika chuma cha pili kwa FC Barcelona. Hatimaye FC Barcelona wanaibuka na ushindi magoli 2-1. Vijana wa Girona watazijutia sana nafasi ambazo waliweza kuzipoteza katika kipindi cha kwanza, lakini pia nafasi ambazo wamezichezea katika kipindi cha pili. Walikuwa na nafasi kubwa sana kuweza kuimaliza hii mechi mapema sana. Wamepewa chances nyingi ambazo wameshindwa kuzitumia katika mchezo wa leo. Hatimaye dakika za jioni kabisa wanaruhusu goli na mchezo unamalizika kwa ushindi kwa FC Barcelona, ushindi magoli 2-1. Leo Hans Flick amefanya sabu nyingi sana. Ameweza kufanya sabu 6 katika huu mchezo na dakika 90 ameweza kupata red card baada ya kuargue maamuzi ya referee wakati. FC Barcelona wanapanda katika msimamo wa ligi kuu nchini Hispania katika nafasi ya kwanza akiwa na alama 22 katika michezo 9 waliocheza mpaka sasa, wakisubiri mechi ya Getafe dhidi ya Real Madrid. Kama Real Madrid wataweza kupoteza huu mchezo ama kutoa sare, basi watasalia katika kilele cha msimamo wa ligi kuu nchini Hispania. Umeonaje huu mchezo? Ni mchezaji gani ambaye kama ungepewa nafasi ya kutoa man of the match katika huu mchezo, basi ongeza kumpa tuzo ya mchezaji bora mechi? Niambie hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12, baki na sisi kwa story mob zaidi za kimichezo. Mwaka huu mtu aliyeko kwenye kitengo cha Ballon d'Or ajiandae kweli kweli, kwa sababu vijana wana numbers. Kama Ballon d'Or is all about numbers mwaka huu zitakuwa nyingi sana. Harry Kane anaendelea kuandika namba. Leo kafunga goli lake la 22 katika mchezo wa 14. Ukijumlisha mechi za club lakini pia mechi za timu yake ya taifa ya Uingereza, goli la 22 katika michezo 14. Msimu huu Harry Kane ni wa moto kinoma noma.
Harry Kane amefikisha jumla ya magoli 400 leo katika club career kuanzia kule ilipokuwa Tottenham Hotspur mpaka huku Bayern Munich amefikisha jumla ya magoli 400. Katika mchezo wa leo ambao uliokutanisha Bayern Munich dhidi ya Borussia Dortmund wanaoita De La Clasica, Bayern Munich wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 2-1. Goli la kwanza likiwekwa kambani na Harry Kane dakika 22 ya mchezo na goli la pili likiwekwa kambani na Michael Olise katika dakika 79 ya mchezo. Goli la upande wa Borussia Dortmund la kufutia machozi limeweza kufungwa na Brandt katika dakika 84 ya mchezo. Jamaa ameweza kuingia sabu dakika 83 tu ya mchezo, then dakika 84 ya mchezo mguso wake wa kwanza kabisa ukawa mguso wa dhahabu, mguso wa goli ambalo limeweza kufuta machozi kwa upande wa Borussia Dortmund. Bayern Munich wanashinda goli 2-1. Ni mwendelezo wa unbeaten kwa Bayern Munich katika ligi kuu nchini German Bundesliga, wakiwa wamecheza michezo 7 mpaka sasa bila kupoteza alama yoyote. Michezo yote 7 wameshinda bila hata kutoa sare. Bayern wanaendelea kukaa pale kileleni katika msimamo wa ligi kuu nchini German wakiwa na alama 21 katika michezo 7 waliocheza mpaka sasa. Nafasi ya pili ikishikiliwa na RB Leipzig wenye alama 16, nafasi ya tatu VfB Stuttgart wakiwa na alama 15, nafasi ya 4 iko Borussia Dortmund, huku nafasi ya 5 ikiwepo Bayer Leverkusen. Young Africans, mambo mbaya, mambo yamekuwa magumu kweli kweli katika ardhi ya ugeni. Wanaondoka na matokeo mageni kwao, wamechezea kifinyo cha goli 1-0 dhidi ya klabu ya Silver Strikers kutokea kule nchini Malawi katika mchezo wa kwanza wa hatua ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ilikuwa mechi fulani hivi ambayo ilikuwa tough game kweli kweli. 45 dakika za kwanza ziliweza kumalizika kwa sare ya bila kufungana, bila nyau. Tukarudi kuzishuhudia dakika nyingine 45, dakika ambazo zilikuwa ngumu zaidi kwa club ya Young Africans. Wanaruhusu goli katika dakika 76 ya mchezo. Mchezaji Andrew Joseph ndiye aliyefanikiwa kupatika goli hilo la Silver Striker, goli pekee la ushindi kwa klabu ya Silver Strikers. Full time Silver Strikers 1, Young Africans 0. Tukutane hapa Bongo Dar es Salaam katika mchezo wa marejeano kati ya Young Africans dhidi ya Silver Strikers. Umeionaje hii mechi ya Young Africans? Nani wa kulaumiwa katika hii mechi? Kwa jinsi ulivyoiona hii mechi ya Young Africans leo, unamwona kocha Romain Folz akitoboa Christmas kweli? Niambia hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Baki na sisi kwa story nyingi zaidi za kimichezo. Chelsea wanafanikiwa kuibuka na alama 3 muhimu katika mchezo wa ligi kuu nchini Uingereza EPL, mchezo ambao ulikutanisha Nottingham Forest dhidi ya klabu ya Chelsea. Chelsea wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3-0. Ilikuwa mechi fulani hivi ambayo ilianza kwa ugumu kwa pande zote mbili katika dakika 45 za kwanza zikimalizika bila mbabe, bila nyau. Dakika 45 za pili zikawa dakika njema sana kwa klabu ya Chelsea. Dakika ya 49 tu ya mchezo, bwana mdogo Acheampong anatangulia kuiandikia goli la kwanza klabu ya Chelsea. Linakuwa ni goli lake la kwanza kabisa tangu aanze kuitumikia klabu ya Chelsea. Kumbuka bwana mdogo huyo alijiunga na klabu ya Chelsea katika academy yao akiwa bado na umri wa miaka 8 tu. Leo amefunga goli lake la kwanza Josh Acheampong katika dakika 9 ya mchezo akipokea assist ya Pedro Neto. Pedro Neto baada ya kutoa assist anakuja anatoa goli. Dakika 52 ya mchezo anafunga bonge moja la goli na kwa goli la pili kwa upande wa klabu ya Chelsea. Dakika 88 ya mchezo Reece James anaandika goli la 3 kwa upande wa Chelsea. Kama kawaida ya Chelsea, dakika 87 ya mchezo anapata red card. Unakuwa ni mwendelezo wa red card mfololo. Malo Gusto ndiye aliyewakilisha upande wa red card katika siku ya leo kwenye mchezo wa Nottingham Forest versus Chelsea. Chelsea wanaibuka na alama 3 muhimu katika mchezo wa leo na wapo pale juu katika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza wakiwa na alama 14 nyuma ya Tottenham Hotspur, Liverpool pamoja na klabu ya Arsenal ambao ndio vinara wa msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza. Umeionaje hii mechi? Ni kitu gani ambacho kimekufurahisha zaidi katika huu mchezo? Niambia hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12, baki na sisi kwa story mob zaidi za kimichezo.